Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani anasema wawakilishi kutoka Marekani na Iran wanapanga kukutana kwa mazungumzo nchini Pakistan. Akizungumza na redio moja kule nchini Ujerumani, John Wadful alisema kumekuwa na mawasiliano yasiyo ya moja kwa moja kati ya nchi zote mbili na sasa kuna maandalizi ya mazungumzo. Katika siku chache zilizopita, Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza kuhusu mazungumzo na Iran na uwezekano wa makubaliano ya kumaliza vita. Lakini ripoti ya awali katika jarida la Wall Street ilisema Pentagon ipo katika mpango wa kutuma wanajeshi 10,000 zaidi wa ardhini Mashariki ya Kati. Taarifa zaidi inawasilishwa hapa na Sarafina Robi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atasitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran kwa siku 10 zaidi, akidai kuwa Iran iliomba kuongezewa muda na mazungumzo yanaendelea vizuri. Kilicho muhimu ni kwamba waliniambia kwa uzuri kupitia watu wangu ya kwamba tunaweza kuwa na muda zaidi kwa sababu tunazungumza kuhusu kesho usiku ambayo ni karibu sana, na kwa sababu hiyo niliwapa kipindi cha siku 10 hata kama walikuwa wameulizia 7. Unajua, wanasema Trump sio mtu mzuri katika majadiliano, ila waliomba siku 7, nikasema nawapa 10 na walishukuru sana kwa hilo. Sasa wanaweza kusema haikuwa kweli, ila kama ulivyobaini tunazungumza na mazungumzo yanaendelea vizuri sana. Kwa hivyo niliwapa siku ngapi? 10. So I gave them 10 days. Iran inakanusha kutoa ombi kama hilo na imesema hakuna mazungumzo, ni kubadilishana tu ujumbe. Vyombo vya habari vya Iran vinasema kuwa imejibu pendekezo la Marekani la kusitisha vita hivyo na inasubiri jibu. Wakati huo Pentagon imekataa kutoa maoni yake kuhusu ripoti ya gazeti inayopendekeza kuwa inapanga kupeleka wanajeshi wengine 10,000 Mashariki ya Kati. Kutumwa kwa wanajeshi hao kutaashiria ongezeko kubwa la uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo, licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kusisitiza kwamba Iran inashiriki katika mazungumzo ya amani na Marekani ili kumaliza vita. Gazeti la Wall Street Journal liliripoti kwamba hatua hiyo ingelenga kumpa Trump chaguo zaidi la kijeshi Mashariki ya Kati, ambayo imekumbwa na vita tangu Marekani na Israel kuishambulia Iran tarehe 28 mwezi Februari. Wanajeshi hao wangeungana na maelfu ya vikosi na wanamaji ambao tayari wameagizwa kwenda katika eneo hilo. Afisa mmoja wa Iran alisema siku ya Jumatano kwamba Iran italipiza kisasi kwa uvamizi wa ardhini uliofanywa na Marekani kwa kusababisha waasi wa Houthi nchini Yemen kushambulia meli katika bahari ya Shamu. Hilo lingesababisha athari nyingine za kiuchumi, kisiasa na kijeshi. Trump amekuwa akisema mara kwa mara hana mpango wa kutuma wanajeshi katika vita dhidi ya Iran. Gazeti hilo linasema kwamba haijulikani ni wapi vikosi vyake vitaenda katika Mashariki ya Kati, lakini kuna uwezekano wa kuwa katika umbali wa kushangaza kutoka Iran wa kisiwa cha Khag, kitovu muhimu cha usafirishaji wa mafuta katika pwani ya Iran. Pentagon haikujibu moja kwa moja ombi la AFP la kutoa maoni. Jeshi la Israel wakati huo lilisema mapema leo hii kwamba lilifanya wimbi kubwa la mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya utawala wa kigaidi wa Iran katikati mwa Tehran. Sarafina Robi, Dira ya Dunia, BBC. Naam, asante Sarafina Robi. Lakini bado tunasalia Mashariki ya Kati ambapo Israeli inasema imefanya mashambulizi mengine ya anga dhidi ya Iran ukiwemo mji mkuu Tehran. Katika taarifa yake, jeshi la Israeli limesema limepiga maeneo ya kutengeneza makombora na mifumo ya ulinzi wa anga. Wakati huo huo, milipuko kadhaa imesikika kusini mwa mji wa Lebanon, yani Beirut, ambapo Israeli imekuwa ikishambulia maeneo yenye uhusiano na kundi linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah. Agnes Penda na taarifa zaidi. Jeshi la Israel limesema kuwa limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo muhimu yaliyoko Tehran mapema Ijumaa, karibu mwezi mmoja tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati. Katika taarifa fupi ya kijeshi, imeelezwa kuwa vikosi vya Israel vimekamilisha wimbi kubwa la mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya utawala wa kigaidi wa Iran katikati mwa Tehran. Jeshi hilo limesema pia katika taarifa nyingine kwamba lilishambulia maeneo ya uzalishaji wa makombora ya masafa marefu, yani ballistic missiles, pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga kote nchini Iran. Aidha, limeripoti kushambulia vituo vya kurushia makombora na maeneo ya kuyahifadhi magharibi mwa Iran pamoja na vituo vya uzalishaji wa makombora katika mji mkuu. Iran imekuwa chini ya mashambulizi makali tangu tarehe 28 Februari wakati Marekani na Israel zilipoanzisha operesheni yao. Israel imearifu jana Alhamisi kuwa imemlipua na kumuua kamanda wa jeshi la majini la walinzi wa mapinduzi Alireza Tangrisi pamoja na maafisa wengine kadhaa wa ngazi za juu. Kuangazia zaidi mgogoro wa Mashariki ya Kati, waziri wa mambo ya nje
nje wa Marekani amewasili mjini Paris kwa mkutano wa kundi la G7 la mataifa yaliyoendelea kiuchumi. Marco Rubio anatarajiwa kukabiliana na shinikizo la kupunguza mvutano katika mgogoro wa Mashariki ya Kati. Mataifa mengine ya G7 yana wasiwasi kuhusu athari za vita vya Rais Trump dhidi ya Iran kwa bei ya mafuta na uchumi wa dunia, na anatahadhari dhidi ya kuvutwa katika mzozo huo kijeshi. Hata hivyo, Rubio alidokeza kuwa Rais Trump hakuridhishwa na mwitikio wa mataifa ya Ulaya. Nadhani alitoa tu hoja ya uchunguzi, na uchunguzi huo ni kwamba Marekani daima inaombwa kusaidia katika vita. Nasi kuliko nchi nyingine yoyote duniani tumeshiriki kwa kiwango kikubwa katika vita vinavyoendelea katika bara jingine nchini Ukraine. Lakini pale Marekani ilipokuwa na uhitaji haikupata majibu chanya. Kwa sasa anachofanya ni kuonyesha tu hali hiyo. Nafikiri kulikuwa na baadhi ya viongozi barani Ulaya waliodai kwamba hii si vita ya Ulaya, basi Ukraine si vita ya Marekani, ambapo tumetoa mchango mkubwa zaidi katika mapambano hayo kuliko nchi nyingine yoyote duniani. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema atahirisha kwa siku 10 zaidi tishio lake la kuanza kushambulia mitambo ya nishati ya Iran. Amesema uamuzi huo umefikiwa kufuatia ombi la Iran na kwamba mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea vizuri licha Tehran kukanusha kuwa hakuna mazungumzo rasmi yanayoendelea. Hata hivyo, Pentagon imekataa kutoa maoni kuhusu taarifa za vyombo vya habari nazoeleza kuwa inafikiria kupeleka hadi wanajeshi 10,000 zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatua hiyo, endapo itatekelezwa, itakuwa ni ongezeko kubwa la uwepo wa wanajeshi wa Marekani katika ukanda huo. Uchunguzi wa BBC unaonyesha athari kubwa na za kutisha za mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran, tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa matokeo hayo, Israel imedondosha silaha za vilipuzi 3,600 juu ya jiji hilo katika kipindi cha wiki 4 zilizopita. Takriban vituo 40 vya polisi na vituo vya jeshi la wanamgambo wa Basij vimeshambuliwa, na athari kubwa zaidi ni katika maeneo ya makazi ya raia. Naam, asante Agnes Pinda na taarifa hii. Vita hivi Mashariki ya Kati vimemgusa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Anatazamiwa kukutana na wenzake wa G7 nje kidogo ya jiji la Paris, Ufaransa, ambapo vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran huenda ikawa ni sehemu ya ajenda kuu ya kukutana kwao. Marco Rubio anatarajiwa kukabiliana na shinikizo la kupunguza mzozo huo, huku wasiwasi ukiendelea kukua juu ya athari zake kwa uchumi wa dunia. Nchi nyingine za G7 zinahofia kunyonywa kijeshi. Pia watakuwa wakishinikiza Marekani kutoisahau Ukraine. Zaidi na Mariam Mjahid. Afrika Kusini inasema kuwa imeondolewa kwenye mkutano wa kilele wa mataifa yaliyoendelea kiuchumi la G7 nchini Ufaransa mwezi Juni baada ya kualikwa hapo awali, ikilaumu hatua hiyo kutokana na shinikizo la Marekani kwa Ufaransa. Msemaji wa ofisi ya rais ya Afrika Kusini ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Rais Cyril Ramaphosa hakualikwa tena kwenye mkutano huo kutokana na vitisho vya Marekani kususia kuhudhuria kuwasilishwa kwa Ufaransa. Ila saa chache baadaye, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema kwa mujibu wa taarifa zake hakukuwa na shinikizo kutoka kwa nchi yoyote, ima Marekani au nyingine ile. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot anasema kuwa nchi yake haijakubali shinikizo lolote, lakini imechagua nchi za kuhudhuria mkutano wa G7 ulioboreshwa, akialika Kenya badala yake ili kuisaidia kuandaa mkutano mkuu wa Ufaransa na Afrika mjini Nairobi mwezi Mei. Afisa wa wizara ya mambo ya nje baadaye alisema, hatujaomba Ufaransa kuitenga Afrika Kusini kwenye mkutano wa G7. Uhusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini umevunjika kutokana na masuala mbalimbali, kuanzia kesi za mauaji ya halaiki ya Afrika Kusini dhidi ya mashirika ya Marekani, Israel, hadi kwa madai yanayobishaniwa ya Rais Donald Trump kwamba raia wa Afrika Kusini wenye asili ya kizungu wananyanyaswa. Rais Trump amekuwa kizozana mara kwa mara na serikali ya Afrika Kusini, akiwekea ushuru wa juu, akimshutumu Rais Ramaphosa katika ofisi ya Oval kwa madai yaliyokanushwa ya mauaji ya kimbari na kususia mkutano wa kilele wa G20 huko Johannesburg mwezi Novemba.
Trump alitoza ushuru 30% mwaka jana kwa bidhaa nyingi za Afrika Kusini, kiwango cha juu zaidi kwa bidhaa kutoka Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Mahakama ya juu ya Marekani tangu wakati huo imebatilisha sera ya Trump ya ushuru. Rais wa Marekani pia amekosoa sera za haki za Afrika Kusini zilizotungwa kushughulikia ukosefu wa usawa kihistoria ulioachwa na urithi wa utawala wa kikoloni na ubaguzi wa rangi, lakini ulishutumiwa na kiongozi huyo wa Marekani kuwa ni ubaguzi dhidi ya raia wa Afrika Kusini wenye asili ya kizungu. Tangu kufutilia mbali mkutano wa kilele wa G20 wa mwaka jana, Afrika Kusini imeondolewa katika kazi ya kundi hilo ambalo Marekani inashikilia urais wa zamu mwaka huu. Ilikuwa wakati huo wa G20 nchini Afrika Kusini ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alimwalika binafsi Ramaphosa kushiriki katika kongamano la G7.